Haijalishi ni madhabahu zinazojiinua juu yako kukufunga, kukuchezea. Haijalishi kuna madhabahu za giza zimeinuka ili kusambaratisha ajira yako. Katika jina la Yesu ninafunika ajira yako kwa damu ya mwana kondoo. Nafunika kazi yako kwa damu ya mwana kondoo. Nafunika kila kitu chako na kutakasa kwa damu ya Yesu. Nafungua mlango wa kibali. Bosi wako anakuelewa, bosi wako anakusikia. Bwana akuinue kwa viwango vyake. Bwana akupe cheo cha juu zaidi. Bwana akuinue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natamka kuongezeka, natamka kuinuliwa kwenye kazi yako. Natamka kuinuliwa, natamka kufunguliwa, natamka kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Naangusha kila madhabahu ambazo ni kinyume na mpango wako katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu ambazo ni kinyume na mpango wa Mungu tunakwenda kuziangusha. Madhabahu ambazo zinamloga mama huyu ili aachishwe kazi, ili asimamishwe kazi, napiga zile madhabahu kwa moto wa radi, na ziangusha kwa moto ulao. Matunguli yao, matalasimu yao ambayo wameandika maneno yao, wameandika majina yako, nafuta kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Na kutakasa mikono yako na kutakasa uso wako katika jina la Yesu. Nafuta kila. Ninaomba kwa ajili ya kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Naomba kwa ajili ya kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Pokea kibali kazini kwako katika jina la Yesu Kristo. Naombea hiyo biashara yako, naombea hiyo ofisi yako. Ninaiombea hiyo ofisi yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana akainua hiyo ofisi katika jina la Yesu. Yamkini kuna mahali panatokea mistake, kuna mahali panatokea shida, na inawezekana unasigiziwa ni wewe. Inawezekana bosi anakusingana kushuku kuwa ni wewe katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Inawezekana kuna hasara ambayo imeendelea na hata ukaonekana pengine wewe ndio umesababisha hiyo hasara. Nafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Naondoa hiyo roho ya kukataliwa, naondoa katika jina la Yesu. Inawezekana kuna mambo yanayoendelea kwenye hiyo ofisi na wewe unashukiwa vibaya, katika jina la Yesu Kristo na kutamkia baraka za Bwana kwenye ofisi hiyo. Nafungua kibali, hata kama kibali kiliondolewa. Kibali chako kazini inawezekana walikiondoa, inawezekana waliondoa kibali chako hapo kazini. Na rejesha hicho kibali hapo kazini katika jina la Yesu Kristo. Na rejesha hicho kibali kwenye kazi yako. Na rejesha hicho kibali kwenye kazi yako. Na rejesha hicho kibali kwenye kazi yako. Na rejesha katika jina la Yesu Kristo. Na kutamkia baraka kwenye kazi yako. Mkono wa Bwana ukutendee muujiza. Mkono wa Bwana ukutendee muujiza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni Bwana uliye hai. Wewe ni Bwana unayetenda miujiza. Hakika Bwana kwako kunatoka kilicho chema. Hakika kwako Bwana kinatoka kilicho chema. Baba, ninakuinua siku ya leo, ninakutukuza Bwana. Ninaungana kwa imani kabisa na mama huyu, nikiomba kwa ajili ya ajira yake, nikiomba kwa ajili ya kazi yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umesema ya kwamba Bwana hutatuacha Bwana tukikuomba. Hata Daudi akasema ya kwamba nilikuwa kijana, sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa. Nasi tunaomba Bwana wakati una majira haya, Jehova Shama, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninajua ya kwamba hutamwacha mama huyu. Ninajua ya kwamba hutamwacha binti huyu. Najua ya kwamba hutamwacha baba huyu. Najua ya kwamba Bwana hutamwacha. Baba, bariki kazi yake, inue kwa viwango vipya kabisa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tazama hata mipango yake pale ofisini. Tazama ratiba zake Bwana, ukapate kumwongoza Bwana, ukamtie nguvu, ukamwezeshe akafanikiwe mipango yake iliyo miema. Ukamwongoze Bwana Yesu programu zake ambazo Bwana ameziwaza. Bwana ukamwongoze projekti zake ambazo Bwana amezitarajia kuzianzisha. Bwana ukampe hekima, ukampe neema, ukampe mwongozo katika jina la Yesu aliye hai. Ninaomba kwa ajili ya ofisi yako mahali hapo ulipo. Bwana nakuinua kwenye ajira yako. Bwana nakuinua kwenye kazi yako. Bwana nakuinua kwa viwango. Bwana nakuinua kwa viwango katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana nakuinua mahali hapo ulipo. Bwana nakubariki katika jina la Yesu. Bwana nakubariki katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya kazi yako. Ninaomba kwa ajili ya kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi kuna madhabahu za kichawi wametaja majina
yako, haijalishi kuna madhabahu za kiganga wameandika taarifa zako, haijalishi kuna madhabahu za giza wamezika biashara yako, wamezika ajira yako, wamezika uchumi wako kwenye yale makaburi, na fukua na atuma nguvu ya Mungu aliye hai, na atuma moto wa radi, na atuma moto wa radi, na atuma moto wa radi katika jina la Yesu Kristo. Na choma matunguli yao, na choma vinyamkela vyao, na choma uganga wao, matunguli yao, mishale yao katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi wamezika kazi yako kwenye makaburi, wamezika biashara yako, wamezika kazi yako, wakasema ya kwamba utafukuzwa kazi mwaka hauishi, wakasema ya kwamba hautakuwa na maelewano kazini, wakasema ya kwamba hautaendelea kwa lolote, wakanuiza maneno mabaya, wakanuiza maneno mabaya. Leo nafuta kwa damu ya Yesu kila maneno ambayo wamenuiza, kila maneno ambayo wamenena, na yafuta kwa damu ya Yesu, na yafuta kwa damu ya Yesu, na yafuta kwa damu ya Yesu. Popote pale walipo kwenye madhabahu zao, iwe ni makaburini, iwe ni kwenye miti mikubwa, iwe ni njia panda, iwe ni angani, iwe ni popote pale, iwe ni kwenye misitu, na tuma moto wa radi, na tuma moto wa radi, na choma kwa moto, na choma kwa moto kila uganga ambao unataja majina yako, yale matalasimu ambayo wameandika taarifa zako, na yachoma kwa moto, 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 moto. Wameandika habari zako, wameandika taarifa zako kwenye yale matalasimu, wakaenda kuzika kwenye makaburi, na fukua kwa jina la Yesu Kristo. Wameondoa kibali kazini kwako, na kirejesha kwa jina la Yesu Kristo. Wameondoa kibali kwa bosi wako, na kirejesha kwa jina la Yesu Kristo. Rejesha kibali chako, na rejesha kibali chako, na rejesha kibali chako, na rejesha kibali chako kazini katika jina la Yesu Kristo. Bwana nakuinua, Bwana nakuinua, Bwana nakuinua katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka mkono wa Bwana ukawe juu yako, ninatamka nguvu ya Bwana ikawe juu yako. Funguka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea kibali chako kwa bosi wako, pokea kibali chako kwa watendakazi wenzako katika jina la Yesu Kristo. Hiyo mishahara inayocheleweshwa, Bwana akafungue mlango wa mishahara, Bwana akafungue mlango wa fedha, Bwana akafungue milango katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ambayo ni kinyume na mpango wa Mungu inayoinuka juu ya ajira yako, na inyamazisha, na ipiga kwa jina la Yesu Kristo, na kutamkia kuinuliwa kazini kwako, na kutamkia kuinuliwa kwa bosi wako, na kutamkia kuongezwa cheo, na kutamkia kubarikiwa. Mkono wa Bwana ukatembee pamoja nawe, mkono wa Bwana ukaambatane pamoja nawe katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Nimeomba kwa ajili ya kazi yako, nimesukuma niombe kwa ajili ya kazi yako. Ninaamini Mungu hata nyamaza kwa ajili yako. Kibali chako ambacho kimeondolewa, Bwana atatenda, Bwana ataendelea kudhihirika.